Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Ndugu wapenzi watazamaji wa kipindi chetu pendwa cha uzuri wa maisha ya Kiislamu, kipindi ambacho kinaruka matangazo yake kila siku ya Alhamis baada ya magharib, kipindi ambacho kimebeba uhondo mkubwa na faida kubwa na mafunzo makubwa. Leo tena ndugu zangu, katika kipindi chetu tuko pale pale katika studio zetu, studio za chaneli yetu pendwa ya Muidi Fundi Online TV. Ndugu zangu, msisahau subscribe channel yetu na kulike pamoja na kucomment maswali lako, ama pia maada gani unataka kujifunza au maada gani unataka iletwe ili tuweze kuidadavua kwa namna moja ama nyingine kwa pale ambapo ametuwafikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wapenzi, leo tunaye ustadhi hapo hivi. Tunataka ustadhi awasalimie kisha tuendelee na mada. Mada ni nyingi. Ustadhi, karibu sana. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu wapenzi watazamaji, leo mada tuliyokuwa nayo, tutauzungumzia mwezi wetu mtukufu, mwezi wa Rajab. Mnapatikana mambo gani? Nini mwezi huu? Nini faida zake? Leo Sheikh ataweza kutadavulia kwa uchache ili tupate kujua kwamba mwezi huu ni mwezi wa namna gani. Sheikh Abu, naam, mwezi huu ni mwezi wa Rajab. Kwanza tutaomba utuambie kwa nini umeitwa mwezi wa Rajab. Karibu sana. Naam, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyid sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma ambaye si mwingine bali mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza kabisa Alhabibi hapa amepata kuuliza kwamba kwa nini huu mwezi wa Rajab umeitwa ni mwezi wa Rajab. Kwanza kabisa Rajabu jamu yake ni arjabu au rujubu, ashharu sabiu min as-sanati al-hijriya, ni mwezi wa saba katika mwaka wa hijiria ambao huanza kwenye mwezi wa Muharram. Yaati baada Jumada thania wa yalihi Shaabanu adadu ayyam, unakuja baada ya Jumada thania na mwezi wake unaofuatia ni mwezi wa Shaaban kwa idadi ya siku 30 au siku 29, lakini hizo ndo maana zake. Lakini pia Mtume ameuita kwamba Rajabu ni shahrullah, ni mwezi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kama itakuwa ni mwezi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ndani yake umebeba vitu vikubwa na fadhila kubwa pia vile. Na ndugu wapenzi watazamaji, kama faida tunavyozipata kwamba Rajab ni mwezi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kila mwenye kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala manake kile cha Allah anakipenda zaidi. Sasa katika mwezi huu wa Rajab, Sheikh Abu, ni tunapata matukio gani? Kuna matukio gani ambayo yalipatikana katika mwezi huu wa Rajab, ya miongoni mwa matukio tupate kujua, kisha tuende na mambo mengine. Mashaallah. Kwanza katika matukio ni kwamba kulipatikanwa tukio la safari ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka hadi Baitul Muqaddas au Baitul Maqdis, ambayo kwa sasa iko nchi ambayo inaitwa Palestina. Na pia Mtume alipofika pale Baitul Muqaddas
alipanda moja kwa moja mbinguni kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kukabidhiwa swala, ibada ya swala tano. Kwa hivyo katika mwezi huu wa Rajab, miongoni mwa matukio makubwa ni hili tukio la safari ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambalo tukio hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analithibitisha katika suratul Isra ya kwanza, sema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Subhanahu wa Ta'ala anathibitisha safari hii, anasema subhanalladhi, utakasika na maovu ni kwa yule Mwenyezi Mungu ambaye asra bi'abdihi, alimpeleka mja wake. Sasa hapa kuna neno bi'abdihi. Hii bi'abdihi, watu wa lugha wanasema inaonyesha mtume alienda kimwili na wala hata hakwenda kindotondoto. Kwa maana mtume alitoka Maka akaenda mpaka Baitul Muqaddas ndani ya usiku lailan, ndani ya usiku mmoja tu akawa akarudi. Na mtume sallallahu alaihi wasallam vile anarudi, anawahadithia wakina Abu Jahli wakina nani hawaamini kwamba sisi tunaenda Baitul Muqaddas kwenda mwezi na tukirudi tunarudi mwezi mzima. Kwa maana kwenda na kurudi tunachukua takriban miezi miwili. Wewe umeenda ndani ya usiku mmoja tu usharudi. Uongo umezidi. Ikabidi aweze kuwaita kama Abu Jahali akamwambia Mtume, je, utasema haya mkiwaita jamaa zako? Akasema ndio nitasema. Basi Abu Jahali akawaita watu wa Maka pale waje kushuhudia, maana yake waje ili apate kumuumbua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam wale mabwana walipokuja alieleza vile vile, wala hakusita kueleza. Akamwambia, kisha ukawa uko na sisi asubuhi? Mtume akamwambia ndio. Mtume wale mabwana wakamwambia, hebu tutajie sifa za Masjidil Aqsa. Mtume akaanza kuzitaja zile sifa moja baada ya nyingine. Mwisho wa siku, kwa sababu Mtume alikuwa hakwenda pale kuhesabu madirisha wala milango ya ule msikiti, ikawa kuna baadhi ya sifa zimemtatiza, ndipo alipoletewa TV akawa anaonyeshwa kitu kimoja baada ya kingine, akawa anawatajia. Afunguka mlango wa ghaibu, wa ghaibu akawa anawatajia, lakini bado hawakumwamini wale. Na Abu Jahali akamuuliza Saidina Abubakar, kwa sababu Saidina Abubakar alikuwepo pale, kila kitu asema swadakta, kila kitu. Akamuuliza, wewe Abubakar, hata hili pia unamwamini jamaa yako? Saidina Abubakar akamwambia, hata angeniambia habari za mbinguni ningemwamini. Allah. Mtume akamwambia, hivyo hivyo nimeenda mbinguni pia. Allah subhanallah. Kwa hivyo ni tukio kubwa ambalo limepatikana ndani ya mwezi huu wa Rajab. Na kwa hivyo tunapata matukio, Sheikh, tunapata kama matukio mawili makubwa. Kwanza ni safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, lakini vile vile tunapata tukio la kwamba alipatikana bwana huyu Abubakar As-Siddiq, na manake historia hii ya Abubakar As-Siddiq ilipatikana pale. Hebu Sheikh, tudadavulie tofauti. Kuna tofauti baina Rajab na Miraj? Utofauti wake huko. Naam. Rajab ni mwezi. Yeah. Ni mwezi ambao kwamba hupatikanwa katika mwezi wa 7 kwa mwaka wa Hijiria. Katika mwezi wa 7 kwa mwaka wa Hijiria. Lakini Miraji ni ile safari ya Mtume Muhammad kutoka pale Baitul Muqaddas mpaka mbinguni. Ile ndo huitwa Miraji, kwa sababu Miraji ni ngazi.
Kwa hivyo ni ile ngazi ambayo kwamba ilishushwa pale katika Baitul Muqaddas au Baitul Maqdis, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapanda, na miraji hiyo ilipatikana siku ya mwezi, siku ya kuamkia mwezi 27 ndani ya mwezi huu wa Rajab. Kwa hivyo miraji ni kitu kipo ndani ya mwezi huu wa Rajabu, kilipatikana siku Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopanda kutoka pale kwenda mbinguni, na ndio ngazi hiyo hiyo alitumia kushuka kutoka mbinguni kushuka ardhini. Kwa hivyo miraji ni ile ngazi. Na faida ni nyingi sana kwa mwezi huu, ni faida nyingi sana zinapatikana, kama vile shekhe anavyotudadavulia. Tukifupisha shekhe kwa ufupi, ndani ya huu mwezi tutataka kuisikia safari nzima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyokwenda, namna aliyoona, usafiri aliyotumia. Hata hiyo miraji tutataka kuitambua kwamba ni ngazi, namna ilivyomsafirisha alipotoka Maka, ile Masjid al-Haram, kitu gani kilimpeleka, yote tutataka kuyajua haya. Lakini kabla hatujafikia huko, hebu tuambie kunapatikana faida gani katika mwezi huu, mwezi wa Rajab? Mwezi wa Rajab una faida nyingi sana. Subhanallah. Kwanza mwezi wenyewe ukiingia unatukumbusha ibada ya swala tano, kwa sababu ibada ya swala tano imepatikana ndani ya mwezi huu wa Rajab. Lakini pia ukiingia mwezi wa Rajabu unatukumbusha muujiza uliomtokea Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kusafiri sehemu ambayo watu wanaweza kutumia miezi na miezi, wewe ukasafiri ndani ya siku moja, ni muujiza mkubwa uliotokea. Lakini pia ndani ya mwezi huu wa Rajabu fawaidi zake ni kwamba ukifanya amali katika mwezi wa Rajabu, basi thawabu zake zinakuwa ni nyingi kuliko kufanya amali hiyo katika miezi mingine isiyokuwa miezi mitukufu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha 4 hurum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufundisha katika hii aya kwamba idadi ya miezi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndani ya mwaka kunapatikana miezi 12 katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, tangu siku alipoumba mbingu 7 na ardhi 7, kwa sababu kabla ya hapo hakukuwepo na idadi hiyo. Kwa maana kabla ya kuumbwa hapo, kabla mbingu na ardhi hazijaumbwa, ilikuwa hakuna masala ya idadi hii tuliokuwa nayo sasa hivi, kwa sababu idadi hii tuliokuwa nayo sasa hivi ni ya kuchwa jua na kuchomoza jua, mpaka kunapatikana wa mwezi, mpaka miezi mpaka inafika 12 unahesabika ni mwaka. Asema minha, katika hiyo miezi 12 arba'atun hurumun, kuna miezi 4 ambayo ni miezi mitukufu, ambao miezi mitukufu ni Rajab, Shaaban, Dhulhijja na Muharram. Hii ndio miezi 4 mitukufu, ukiwepo huu wa kwetu wa Rajab ambao ndio tumeutaja wa kwanza, ambao Rajab, Shaaban, Dhulhijja na Muharram. Hii miezi hii, kama una jambo lako wataka kuchagua kipindi kilichokuwa bora kulifanya, chague miezi hii. Chague miezi hii. Tena wanazuoni husema shaharu Rajabu tusabu fihi rahmatu ala libad, mwezi wa Rajabu kuna mimini wa rehma nyingi sana kwa waja. Mwezi huu wa Rajabu, mwezi huu wa Rajabu ni mwezi ambao kwamba
ukifanya amali yako, kama una amali yako ya kufanya, basi ifanye katika mwezi wa Rajab. Wallahi thawabu zake ni nyingi sana. Kama ilikuwa walipwa thawabu fulani katika miezi fulani, basi ujue utapata zaidi utakapofanya katika mwezi huu wa Rajab. Naam, ndugu wapenzi watazamaji, kwa kukatisha Sheikh anatuelezea zile faida, lakini ajabu kabisa miezi iliyotajwa ni minne: Rajab, Shaaban, Dhulhijja na Muharram. Sisi leo tunajua kwamba kuna mwezi wa Ramadhani. Hapa mtazamaji na mimi na wengineo wanaweza wakapata mkanganyiko. Kwa nini mwezi wa Ramadhani usiwepo katika miezi hii? Patikane Rajab, Shaaban, Dhulhijja na Muharram. Unajua mwezi wa Ramadhani hauwezi kuchanganya na mwezi wote. Yaani kuna vitu unapotaja kitu fulani, basi huwezi kuvilinganisha pamoja. Yaani mfano dhahabu na tanzanite hauwezi kulingana. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao kwamba una utukufu wa kipekee. Sisi tumeelewana. Mwezi wa Ramadhani una utukufu wa kipekee. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Umeelewa? Mwezi wa Ramadhani ndani yake kumeteremshwa nini? Qurani. Sisi tumeelewana vizuri eh? Asema sharaful makani bil makini. Sharafu ya sehemu ni kwa kile kitu kilichopo pale mahala. Mwezi wa Ramadhani umeteremshwa ndani yake Qur'ani. Je, kuna kitabu kitukufu kama Qur'ani? Kwa hivyo ndani ya mwezi wa Ramadhani unapata utukufu mkubwa kwa sababu ya yale yaliyokuwemo mule ndani. Lakini hal kadhalika mwezi wa Ramadhani ndani yake kunapatikana Lailatul Qadr, usiku wa Lailatul Qadr. Usiku huu ukifanya amali ndani ya usiku huo, basi ile amali inahesabiwa kana kwamba umeifanya ndani ya miezi ngapi? Khairun min alfi shahr, miezi 1000. Yani zaidi ya 1000. Unapata thawabu zaidi ya miezi 1000 kwa takriban miaka 83 na miezi 4. Miaka 83 na miezi 4. Kama ni swala umeswali ndani ya usiku ule, unaandikiwa umeswali swala ile ndani ya miaka 83 na miezi miaka 83 miezi 4. Subhanallah. Kwa hivyo mwezi wa Ramadhani ule una utukufu wa kipekee, ndio maana haukuchanganywa na hii miezi mingine. Na shukrani kwa kumalizia, kwa sababu unaanza kuelezea na kuelezea mwezi wetu. Kwa kumalizia, kama ilivyo ulivyosema kwamba ndani ya mwezi huu rehema zinamiminika nyingi, na mtu akifanya jema anapata malipo makubwa zaidi kuliko na miezi mingine. Maana yake Sheikh, mtu akifanya dhambi pia katika mwezi huu anapata yani mali kubwa, anapata ukubwa wa dhambi zaidi kuliko katika miezi mingine, katika uliko miezi mingine. Sasa nini wito wako katika miezi hii mitukufu? Mimi wito wangu ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema inna fil janna ghurafan yura dhahiruha min batini wa batinuha min dhahir, a'addaha Allahu ta'ala liman at'ama at-ta'ama wa alana al-kalama wa taba'a as-siyama wa salla bil-laili wan-nasu niyam. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema hakika katika pepo kuna vyumba hivyo.
vyumba ambavyo ukiwa ndani unaona nje na ukiwa nje unaona ndani. Vyumba hivyo vya VIP aadaha Allahu Ta'ala liman at'ama at'am, ameviandaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yule atakayelisha vyakula. Wa alanal kalama, na akazungumza maneno mazuri, maneno laini ambayo si maneno ya kuwakera watu, maneno ya kuwaudhi watu. Wataba siyama, na akafatishia kufunga. Waswalla billaili wannasu na akaswali usiku ili hali watu wamelala. Kwa hivyo katika mwezi huu ukifanya dhambi yoyote, basi dhambi ile inakuwa kubwa zaidi kuliko kufanya dhambi katika miezi mingine. Kwa hivyo ndani ya mwezi huu jiepushe sana na kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pengine ukifanya dhambi katika mwezi huu ikawa ndio mwisho wako mbaya, ukawa ndio umemaliza mwisho wako, umetafuta mwisho mbaya. Lakini ndani ya mwezi huu jikurubishe na kutenda amali njema ili ukapate hii pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo katika miongoni mwa amali njema za kufanya, hebu lisha watu chakula. Angalia maskini ambao hawana vyakula, wapelekee. Angalia mayatima ambao hawana vyakula, wapelekee. Angalia watoto katika madarisi ambao hawana vyakula, wapelekee. Hawana mavazi, wapelekee. Lakini halikadhalika zungumza na watu vizuri. Tumia nafasi yako uliokuwa nayo kuweza kuzungumza na watu vizuri, ili wale watu waweze kubadilika pia. Kwa sababu, kwa nini nazungumza hivi? Watu waweze kubadilika. Wabadilike ni wabadilike, waingie katika Uislamu, wabadilike, waingie katika ibadati. Lakini kwa sababu kuna watu ambao kwamba huwa wana maneno mabaya, mpaka mtu anataka kuingia katika ibada anashindwa, kwa sababu ya zile tabia zao walizokuwa nazo. Labda kamjibu mtu ambaye sio Muislamu vibaya, au kamjibu mtu ambaye haswali vibaya. Mtu anasema huyu ndio Muislamu huyu, au huyu ndio anaswali huyu. Mwisho wa siku utakuwa umempotosha mtu katika mwezi wa Rajab. Vipi dhambi yake itakuwaje? Lakini halikadhalika wataba asiyama, afatishe funga katika mwezi huu. Mwezi huu katika miezi ambao kwamba imegogotezwa kufunga sana ni miezi hii mitukufu. Basi jitahidi walau, kama hutoweza kufunga sana, hebu funga walau hata Jumatatu, Alhamis, wala upate swaumu katika mwezi huu. Funga yako hiyo itakuwa na thawabu nyingi. Lakini waswalla billaili wannasu, mwezi huu ndio mwezi wa kusimama usiku. Watu watenge muda, wasimame usiku, wamlilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi pengine inaweza kuwa ni sababu wewe uweza kupata rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uweza kupata msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia kupata nafasi ya kuingizwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mwezi huu, wito wangu huo, tuache maasi. Na ndugu zangu, tusirefusheni sana, kwa sababu mkondo unaokuja ni mkubwa zaidi kuliko haya. Lakini pia hapa nimezungumzia na mengi na mazuri zaidi. Toshe tuko hapo, sisi tuseme